Tamasha hili Mheshimiwa mgeni rasmi linalenga kuanzisha na kuendeleza utamaduni utalii wa maonyesho ya magari ya zamani katika mkoa wetu kama kivutio kingine cha utalii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukifanya utafiti katika mikoa mingi ya Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro ni moja kati ya mikoa ambayo ina magari mengi ya zamani. Lakini utafiti mwingine mdogo unaonyesha kwamba kipindi cha mwezi wa 12 ni kipindi ambacho wana Kilimanjaro wengi wanakuja kuhiji, neno linalotumika maarufu. Kwa hiyo tulichokiona ni kuunganisha hija hii ya wana Kilimanjaro na shughuli ambazo zinaweza zikawapatia kipato. Kwa hiyo leo tunakushukuru na tunawashukuru wale wote walioleta magari, na huu ni mfano tu. Kwenye database yetu mpaka sasa ambao wameshajisajili tuna sampuli tofauti 13. Mimi nyingine nitakuzisema zinakuwa ngumu. Kuna washiriki kutoka Rwanda, kuna washiriki kutoka South Africa, kuna washiriki kutoka Botswana. Hao wote wameonyesha utayari wa kuja kushiriki kwenye tukio hili. Kwa hiyo tayari unaona ni tukio ambalo linakwenda kuleta hamasa kubwa na kuongeza ukubwa wa shughuli za kibiashara. Tamasha hili nia na madhumuni yake kusema kweli yameelezwa vizuri hapa na waandaaji kwamba kuna faida nyingi ndani yake. Faida ya kwanza ni kuchagiza maendeleo ya kiuchumi katika mkoa wetu. Kwa sababu kuwepo kwa tamasha hili maana yake ni kwamba moja, tunautangaza mkoa wetu wa Kilimanjaro ndani na nje ya nchi, kwa sababu tuna hakika watu mbalimbali watajitokeza kwa ajili ya kuja kushuhudia magari haya ambayo ni ya miaka ya nyuma, lakini yametunzwa vizuri na bado yanatembea na yanaonekana kuwa na dalili kwamba yanaweza yakasimama katika miaka hivi karibuni. Kwa hiyo ni kivutio kikubwa cha utalii wa ndani na utalii wa nje. Hiyo ndio faida kubwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wanaokuja kama ilivyoelezwa, baadhi yao wanatoka nje ya nchi, lakini pia wengine wanatoka katika mikoa jirani na mikoa mbalimbali. Ina maana uwepo wao hao, tafsiri yake ni kwamba uchumi katika mkoa wetu unapata msukumo. Na wakati mwingine ni jambo jema pia kuwa na burudani za aina hii, kwa sababu zinasaidia kuondoa misongo ya mawazo na kuwafanya wananchi wetu wawe na burudani, waburudike, wafurahi. Maana sio muda wote tunakuwa na mambo magumu tu kwenye vichwa vyetu. Tunahitaji pia tuwe na vitu hivi vya kutuburudisha, vya kutufurahisha, ili mwisho wa siku tuondokane na changamoto ambayo sasa hivi ipo katika maeneo mengi ya afya ya akili. Kwa hiyo jambo hili pia ni sehemu ya burudani, kama zilivyo burudani zingine za ngoma, muziki na kadhalika. Unapotoka nyumbani kwako unakwenda pale Mashujaa, unakwenda kushuhudia magari haya, inakuwa ni sehemu pia ya kujiburudisha. Tumekuja hapa kwa sababu tunaona ni aina ya utalii ambao unazinduliwa upya. Watu wanakuja kuona magari ya zamani ya mwaka 61, mwaka 50. Kwa hiyo watu watapata historia ya kujua jinsi magari ya zamani yalikuwa na sema durability yake. Unaona mpaka kama unaona kuna Land Rover, kuna Peugeot, kuna nini. Unaona ni jinsi gani magari ya zamani yalikuwa kidogo kwa sababu yana uimara kuongoza magari ambayo yanatoroka. Kwa hiyo ni inafanya historia ambayo au kama inafanya utalii ambao unahamasisha wakazi wengi wa Tanzania, hasa mikoa hii ya kaskazini, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Kwa hiyo sisi kama TAWA tukasema kwamba hii ni fursa mojawapo kuweza kushiriki, na leo ni uzinduzi mkubwa sana unafanyika hapa. Tumeandaa safari
kwa ajili ya washiriki wote watakapokuwa siku hiyo kwenda kushiriki, kwenda kufanya utalii wa ndani. Tunasema utalii wa ndani kwa sababu gani? Baada ya pilika zote hizi zitakazofanyika maonyesho haya tarehe 28, 29, lakini imefika wakati sasa tunakwenda kutengeneza afya yake. Tunakwenda porini, tuna enjoy, tunaona wanyama, tunakunywa na vile vile tunafanya test wanyama wa porini. Haya maonyesho kwa sababu tunazungumzia kwa mara ya kwanza, ndio ninaona kabla ni aina ya utalii ambao tutaenda kupelewa kwa kasi zaidi na utakuwa mkubwa zaidi. Kwa sababu ndani ni mambo ambayo yanafanywa kila mwaka. Kwa hiyo nimshukuru tu wale waliokuja na wazo hili na kuanzisha uzinduzi wa magari haya ya samaki. Kwa hiyo nimpe pongezi sana.